Baba na Mungu wetu, asante Bwana kwa neema yako na uwezo wako. Tunakuja tena katika kipindi hiki Baba, tunaomba nguvu na uwezo wako. Utuongoze kwa njia ya Roho wako Mtakatifu, hata vyombo hivi tunavyotumia. Naomba Baba, jina lako litukuzwe kwa ajili ya ufanisi wa vyombo hivi. Maneno haya yakawafikie wengi katika jina la Yesu, amina. Msikilizaji na mtazamaji, karibu tena katika kipindi hiki. Katika kipindi hiki ambacho kina mafundisho muhimu kwa ajili ya uzima wa milele. Na siku ya leo tutakuwa na somo ambalo linahusu mfalme, na mfalme huyu atakuwa na fundisho katika wakati huu wa siku za mwisho. Kila fundisho lililotoka katika Biblia, hata katika Agano la Kale, lina muonekano, lina taswira fulani katika siku zetu hizi za siku za mwisho. Kwa kweli tunafahamu wakati huu ni wakati wa siku za mwisho, wakati wa siku za mwisho. Sasa leo tutajifunza kuhusu Yeroboamu huyu ambaye tutamuona kwamba alitoka wapi na alifanya nini. Na somo linasema umechaguliwa na Mungu. Na Yeroboamu tutalinganisha na kanisa wakati wa siku hizi za mwisho. Anasema katika kitabu cha Petro, tukiangalia kitabu cha Petro, waraka wa kwanza wa Petro, tunaweza tukasoma pale tukaona waraka wa kwanza wa Petro ngapi hii? Waraka wa kwanza wa Petro moja, waraka wa kwanza wa Petro mbili fungu la 9, 2 fungu la 9, anasema kwamba bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani muingie katika nuru yake ya ajabu. Na sisi tunaambiwa katika wakati huu kwamba ni mzao mteule, tupate kuzitangaza fadhili zake, tupate kutangaza fadhili zake. Kwa hiyo tutaona kwa Yeroboamu, naye alichaguliwa na yeye, Mungu alimchagua. Historia ya kuchaguliwa kwa Yeroboamu ni baada ya mfalme Sulemani kufanya mambo ya ajabu, kuleta sanamu katika Yerusalemu na kuwa na wanawake wengi waliomgeuza moyo. Hilo litakuwa sio somo letu kwa siku ya leo, lakini Mungu akamwambia kwa kweli ufalme wako nitakunyang'anya lakini sio wote. Nitakunyang'anya lakini sio wote, nitamwachia mtumishi wangu Daudi kwa yale aliyoyafanya. Nitamwachia Yuda, nitamwachia ufalme mmoja, ingawa tunaona kwamba na Benjamini ilikuja ikaachwa pale, lakini mataifa yale 10 yale, maana yake kulikuwa na mataifa pale 12, mataifa yale 12 basi nitakunyang'anya. Na hapo alipoambiwa namna hiyo, akaambiwa sitafanya kwako wewe, nitafanya katika uzao wako unaokuja. Kwa hiyo tunaona kwamba baadaye sasa alipokuja Rehoboamu mtoto wa Sulemani, na sasa akatawala pale, kuna kitu alichofanya ili kuweza kuona kwamba anajibu malalamiko ya wananchi wake waliokuwepo pale. Akapeleka mashauri kwa wazee, anawauliza, hawa watu wameniambia kwamba baba yangu aliwapiga, aliwatesa sana,
lakini mimi nifanyeje ili ufalme wangu uweze kuwa vizuri? Akashauriwa na wazee afanye fadhili, afanye wema machoni pao, lakini akatoka akaenda kwa vijana akawaambia kwamba naenda kawaambie kwamba baba yangu aliwapiga kwa fimbo, lakini mimi nitawapiga kwa nge, na tena mtakuwa na mambo ambayo ni mazito, nitafanya mambo mazito. Kwa hiyo kwa vijana alipata ushauri, lakini vile vile akapata kwa wazee. Wale vijana ndio alichukua ushauri wao na akaenda akawarudishia wananchi wake maneno ambayo ni makali, na wale wananchi kwa kweli waligairi, wakasema basi tuna nini tena na wewe, hatuna haja tena wewe, kwa Yese hatuna nafasi tena, kwa Yese sisi hatuna kitu tena. Kwa hiyo ndio utaona kwamba sasa Yeroboamu huyu alikuwa ni mtumishi katika ile ufalme wa Rehoboamu. Sasa anatokea, alikuwa ni mtumishi katika ufalme ule wa Sulemani. Sasa akiwa katika utumishi wa Sulemani, kwa kweli alikuja Ahia, yule nabii yule ambaye alienda akaonana naye, alafu akamwambia kabisa kwamba alikuwa amevaa vazi jipya, akalirarua kwa vipande 12. Vile vipande 10 akampa Yeroboamu na vipande 2 ndiye akampa, akaviacha pale, akaambia basi ufalme wako umepewa na Mungu. Lakini Sulemani aligundua jambo hilo, na alipogundua jambo hilo akakimbia. Yeroboamu akakimbia kwenda Misri, akakaa huko mpaka Sulemani alipokufa. Kwa hiyo tunasoma katika Wafalme sasa kuchaguliwa kwake Yeroboamu, kitabu cha Wafalme hapa, Wafalme wa kwanza ngapi? Wafalme wa kwanza 11 fungu la 37 anasema kwamba, fungu la 37 anasema kwamba nami nitakutwaa wewe, nawe utatawala kama roho yako inavyotamani, nawe utakuwa mfalme juu ya Israeli. Anaambiwa Yeroboamu, tena utakuwa ukasikia yote nitakayokuamuru, na kuenda katika njia zangu na kutenda yaliyo mema machoni pangu, ili kuzishika amri zangu na hukumu zangu, kama Daudi mtumishi wangu alivyotenda. Basi nitakuwa pamoja nawe, nitakujengea nyumba iliyo imara kama nilivyomjengea Daudi, nami nitakupa wewe Israeli. Tena nitawatesa wazao wa Daudi kwa sababu hii. Lakini si daima, kwa sababu aliachiwa ufalme mmoja katika ufalme ukoo wa Daudi. Aliachiwa Yuda, aliachiwa kwa kweli taifa la Yuda. Kwa hiyo naona jinsi ambavyo hili fungu linavyotuambia kama tunapochaguliwa, masharti tunatakiwa kuenenda sawa sawa na Mungu anavyosema. Anasema ataimarisha maisha yetu, ataimarisha kutawala kwetu, ataimarisha jinsi tunavyokaa katika nchi. Ndivyo ambavyo Yeroboamu aliambiwa na Mungu. Kwa hiyo Yeroboamu akawa amechaguliwa na Mungu, na kuitwa kwake Mungu mwenyewe alimchagua, kama jinsi ambavyo tulivyosoma pale, na kama nilivyokueleza, Ahia huyo nabii kwa kweli alionana naye, na katika shamba kule akamrarulia kutoka kwenye vazi lake vipande 10 kumthibitishia kwamba amechaguliwa na Mungu. Kwa hiyo baada ya kuchaguliwa ndipo ambapo somo linapokuja. Ametawala kidogo, akaona kwamba wale watu ni historia jinsi alivyorudi kutoka kule Misri. Nitairuka hiyo, lakini nitakwambia sasa, baada ya kuwa ameshachaguliwa, ameshafika kwenye ufalme, na sasa ameshapewa mataifa 10 yale
yamemkubali, yamemwita kwamba aje awatawale, baada ya kuwa yamegoma kwenda kule Yerusalemu kule, yamegoma kwenda kule kwa Yese, watoto wa Yese kule kwa Yuda kule kuungana nao, ingawa walifanya kama vita pale kidogo, na hiyo vita Mungu alikataza kwamba msipigane ndugu kwa ndugu. Kwa hiyo baada ya kuwa ameanza hiyo kazi, Yeroboamu akaanza kama jinsi tunavyofanya katika siku zetu, na ndipo somo letu hasa lilipo. Akaanza kujifikiria kuimarisha utawala wake. Akaona kwamba hawa watu kwenda kuabudu Yerusalemu kule ambako ni Yuda, hawa watu sitakuwa imara na baadaye wataweza kuja kupinduliwa. Kwa hiyo aliogopa kupoteza umaarufu, na kupoteza umaarufu huu, wakati umaarufu wenyewe alipewa na Mungu. Na ndivyo ambavyo tunavyofanya hata sasa hivi katika enzi zetu hizi. Tunaogopa kupoteza umaarufu. Hata tunapopewa baraka na Mungu, tunatafuta vitu vingine vya kutukinga. Kwa hiyo Yeroboamu akajifikiria, nitafanya nini ili watu hawa wasiende kule Yerusalemu, ili kwamba wabaki huku. Kwa hiyo akawa yuko radhi hata kuharibu masharti ya Mungu, akawa yuko radhi kupingana na Mungu ili kuimarisha himaya yake, ambayo himaya yenyewe amepewa na Mungu badala ya kujikita na Mungu. Na ndivyo tunavyofanya hata wakati wa sasa. Unapewa mali na Mungu, unapewa akili na Mungu, unapewa kila kitu na Mungu, lakini baadaye unatafuta wewe njia zako za kuweza kuimarisha hicho ulichopewa na Mungu, badala ya kumrudia yule ambaye amekupa huo ufalme, badala ya kumrudia yule ambaye amekupa hizo akili, amekupa hizo mali. Sasa unatafuta njia zako za kuimarisha, na mara nyingine unakiuka masharti ambayo Mungu amekupa. Yeroboamu, angalia alichokifanya. Akatengeneza ndama wa dhahabu na kusema akatengeneza umaarufu wake na kusema hawa ndiyo miungu. Anawaambia wale watu, hawa ndiyo miungu Israeli waliokutoa Misri. Ukisoma katika ile kitabu cha Wafalme wa kwanza 12 fungu la 28 utaona Yeroboamu jinsi alivyosema. Kwa kweli alisema kitu ambacho ni kigumu sana. Hebu tukiangalie katika Wafalme 12 mstari wa 28, anasema kwamba kwa hiyo mfalme akafanya shauri, akafanyiza ng'ombe wawili wa dhahabu, akawaambia watu, ni vigumu kwenu kupanda kwenda Yerusalemu. Tazama, hii ndiyo miungu yenu enyi Israeli, iliyowapandisha kutoka katika nchi ya Misri, makufuru makubwa kweli. Na ndiyo hata leo kwa kweli tunafanya mambo ya ajabu. Yaani unamwomba Mungu, kuna wakati unamwomba Mungu upate labda ndoa, upate mwanamke ambaye utakaa naye, lakini baadaye, au upate mwanaume ambaye utakaa naye, umemwomba Mungu, umepiga magoti, lakini baadaye unaanza hata kumzuia kwenda katika ibada, unaanza hata kumpa masharti ya kukiuka maagizo ya Mungu, unaanza hata kumzuia kutoa zaka na sadaka, unaanza hata kufanya hofu. Kwa sababu ya hofu hii ndiyo ambayo ipo katika wakati huu wa siku za mwisho. Watu watakuwa na hofu ya kuweza kupoteza sifa zao, ya kuweza kupoteza utu wao, ya kuweza kupoteza nafsi zao ambazo kwa kweli Mungu ndio amezijenga. Kwa hiyo hofu hii, alipoona watu wakienda Yerusalemu kuabudu, aliogopa sana, na akaogopa, akasema hapa nitapoteza umaarufu, nitapoteza kwa kweli umaarufu. Akatengeneza hao ndama wa dhahabu kama nilivyokusomea, ili
kujenga huo umaarufu. Na kwa kweli akasema maneno kama hayo ambayo aliyoyasema. Kwa hiyo uasi dhidi ya manabii, kwa hiyo kukawa na uasi, na nabii mmoja wa Mungu alitumwa kwenda Betheli, na alipotumwa kwenda Betheli kwenda kumuona, tunafahamu yule anaitwa nabii wa Mungu, mtu wa Mungu, tunamsoma kwenye Biblia. Alienda kule kwenda kutoa unabii wake, na akamwambia kabisa kwa kweli kitu alichokifanya sio kizuri, na kitu alichokifanya Yeroboamu alipotoa unabii wake, hii madhabahu hii itapasuka na unga wake utamwagika. Akamwambia maneno makubwa ya unabii. Yeroboamu aliinua mkono wake kumnyoshea yule mtu wa Mungu, amnyoshea yule mtu wa Mungu, na ule mkono kwa kweli ukakatika. Ule mkono wa yule mfalme Yeroboamu ukamkamata, ukakatika, ukakauka hapo hapo. Na yule mtu wa Mungu yule Yeroboamu akalia, akasema, ninaomba unirudishie. Mtu amwombe Mungu wako anirudishie. Kumbe anamfahamu. Hata uasi unapotokea leo kanisani, watu wa Mungu wanajua kumbe Mungu ndiye anayetenda, ni makusudi, na ndiyo maana unakuwa ni uasi mkubwa kweli kweli, kwa sababu anajua huyu ni Mungu anayefanya. Kwa hiyo badala ya kumrejelea Mungu, Yeroboamu anaomba kurudishiwa afya. Hata leo inapotokea sasa umeomba kwa Mungu, mibaraka imekuja kwa kweli mingi ya kutosha, halafu ikatokea Mungu analeta pigo katika mibaraka hiyo. Badala ya kumrudia Mungu, kumwomba Mungu, kurudi kwa Mungu, wewe unaomba Mungu. Na watu wengi sasa hivi wanaomba kurejeshewa afya, wanaomba kurejeshewa mali zao walizokuwa nazo zamani, wanaomba kurejeshewa wake zao, wanaomba kurejeshewa waume zao. Ndio maombi ya sasa hivi. Kanisani yamejaa maombi ya vitu kurejeshewa, badala ya kumwomba Mungu huyu aliyekupa hivyo vitu zamani, kuwa na mahusiano naye. Ndio hata unapoomba vile vitu unamwomba Mungu, lakini kitu kikubwa ni kumwomba. Kwa kweli ni kumwomba, ni kufanya mahusiano na Mungu, ni kurudisha mahusiano na Mungu. Wakati wa siku za mwisho, shida itakayokuwepo ni kurudisha mahusiano na Mungu. Watu wamekuwa na mahusiano na vitu, watu wamekuwa na mahusiano na watu kama wao ndi miungu yao. Naposema mahusiano na watu, sisemi kwamba tusihusiane na watu, lakini mahusiano na watu, yaani watu wale wanaohusiana nao wanasimama badala ya Mungu, kuonesha kwamba wao ndio msaada wao mkubwa wa kwanza. Bila wao, hao watu hawawezi kufanya kitu chochote. Unapokuwa kwamba mwanadamu ni msaada wako ambao huwezi ukafanya kitu chochote bila yeye, huyo amekuwa Mungu wako, huyo imekuwa ni sanamu yako. Ni kama jinsi ambavyo Yeroboamu alivyofanya sanamu hapa kule Betheli na kule Dani. Unapofanya unapofanya vitu vinakuwa tegemeo lako, hiyo ndio sanamu yako. Na mara nyingine sasa hivi tuna mambo makubwa sana. Unapokuta kwamba una bima ya afya, una bima sijui ya gari, unaona kwamba ile bima, bila ile bima huwezi, wakati yupo Mungu katika afya yako, yuko Mungu katika gari lako, ambalo ajali ikitokea Mungu anaona, lakini bahati mbaya bima haioni, bima haiwezi kuona. Yeroboamu aliulizwa na Mungu kupitia nabii. Yupo mama anayeitwa Mama Ellen White, nabii wa Mungu, ambayo katika siku za mwisho hizi atatembea na kanisa mpaka Yesu atakapokuja. Anasema kwenye Prophecy and King, Yeroboamu aliulizwa na Mungu kupitia nabii, lakini alichagua njia ya uasi. Hivyo nuru aliyopaswa kuitoa kwa Israeli ikawa giza. Kumbuka kwamba Yeroboamu alichaguliwa na Mungu, na Mungu ndiye aliyemwekea pale, na sasa giza inakuwa kwa sababu ameleta sanamu katika Israeli. Kwa hiyo sisi sote somo letu ambalo tunalo hili linatuambia sisi wetu katika wakati wa siku za mwisho, sisi ni wateule ndani ya Kristo.
tumeteuliwa kwa kusudi takatifu, na ndiyo maana nimesoma hilo fungu nikasema kwamba bali ninyi ni mzao mteule na ukuhani wa kifalme. Ukisoma katika ile Wafalme wa Kwanza 2 fungu la 9, kwa kweli tumeitwa, na tumeitwa katika wakati huu wa siku za mwisho, tumeitwa kuwa nuru kwa ulimwengu. Tumeitwa kuwa nuru kwa ulimwengu ulio gizani, ili tukifuata neno lake, tukifuata na Roho Mtakatifu, roho ya unabii, anasema kwamba tutakuwa taifa kubwa na neno lake tutalipeleka hadi mbali, kama jinsi ambavyo Yeroboamu alivyoambiwa na Mungu kwamba ukiyatii maagizo yangu, kwa kweli nitakufanya kuwa taifa kubwa na sitakuacha. Lakini mara nyingine sisi tunaacha huo utume wetu tuliopewa, na especially maneno haya tunaambiwa wale ambao tumekulia tukiufahamu huu ujumbe, tukifahamu hii nuru. Tunayo watoto wa wachungaji, watoto wa wazee wa kanisa, washiriki ambao wamekuwa katika kanisa hili, watoto wa washiriki wa tangu zamani. Hao ni wamechaguliwa. Ni bahati iliyoje! Kwa kweli umechaguliwa ili uweze kuwa nuru, lakini wengi wanarudia kosa lile lile la Rehoboamu, wanarudia kosa lile lile. Tunabadilisha ibada kweli kuwa ya kibinadamu na burudani. Sasa hivi ibada unakuta hata viongozi wameiachia, inakuwa ni burudani. Ibada inakuwa na mfumo wa kidunia, inakuwa ni sanamu. Yaani hata matangazo mara nyingine watu wanaiga matangazo yale ya kidunia, wanataka kuiga mambo ya kidunia. Yaani harusi zetu zimekuwa ni za kidunia, na watu wakiambiwa wanasema kwamba tunaenda na ulimwengu, tunaenda sawasawa na ulimwengu. Ulimwengu usije ukatuacha, maana yake hatuendi na Mungu. Yeroboamu aliambiwa aende na Mungu, lakini watu sasa hivi katika kanisa wanasema tunaenda na ulimwengu, tunaenda na ulimwengu. Na sasa inapotokea hivyo, watu wengi sasa wanarudi katika kosa hilo. Kwa hiyo tunapuuza maonyo ya manabii wa kweli wa Mungu, hasa katika maandiko ya nabii wa Mungu. Nabii wa Mungu yupo sasa hivi, yupo. Watu wanamjadili kweli, wanakimbizana kujadili, huyu Mama White alitoka wapi? Huyu Ellen White alitoka wapi? Huyu si nabii wa Mungu. Hebu linganisha neno lililomo katika Biblia na maneno yake. Na maneno usipoyaelewa, muombe Mungu, muomba Roho Mtakatifu akufunulie, ili uelewe kwamba huyu mama anaongea kitu gani. Mara nyingine wanatupa mbali neno la Mama White, linatupwa mbali na onyo linatolewa kama jinsi alivyopewa onyo huyu Yeroboamu, alivyopewa Yeroboamu. Hili onyo alikuwa amechaguliwa na Mungu. Kwa hiyo wale wanaokataa mashauri ya roho ya unabii wanajitenga na mwongozo wa Mungu, wanajenga madhabahu kwa kweli, na madhabahu hayo ni yao wao wenyewe. Kwa hiyo sanamu ni yako binafsi, kama Yeroboamu jinsi alivyofanya. Maelezo hayo utayapata katika Testimony volume gombo la 5 ukurasa wa 98. Kwa hiyo hofu ile ya Yeroboamu aliogopa kupoteza wafasi. Sisi tunaogopa kupoteza heshima. Watu wanaogopa kupoteza heshima. Yaani hata watu akichaguliwa kuwa mbunge, lakini anafahamu neno la Mungu, anataka aje kanisani kibungebunge, anataka aje kanisani kiheshimiwa, anataka kanisani apply maneno hayo anayoambiwa kule duniani, mheshimiwa fulani. Ni kweli heshima lazima iwepo, umaarufu wake anataka kuuleta mpaka kanisani. Kwa hiyo nafasi ya kazi ile ya kule duniani anataka kuileta mpaka kanisani.
wadhifa ule anataka wamwelewe mpaka kanisani. Yeroboamu alitaka wamwelewe sasa, na asije wale wananchi wake wasije wakarudi wakawa nawaelewa yule Rehoboamu yule wa Yuda kule. Yeroboamu alikuwa anataka afahamike vizuri, akasahau kwamba amepewa na Mungu. Na sisi tunasahau kwamba vyeo tumepewa na Mungu, tunasahau kwamba heshima hiyo wanadamu wanayotuheshimu tumepewa na Mungu, tunasahau kwamba nafasi tulizopewa tumepewa na Mungu. Hebu kuna fundisho gani katika wakati huu wa siku za masalia, na tukianza kuangalia Yeroboamu yule wa kale na wakati huu wa masalia wa sasa hivi? Kwa kweli Yeroboamu alipanga manabii, aliwapinga manabii wa Mungu, aliwapinga. Na Ahia mtu wa Mungu alimchagua kwa kweli. Hata Ahia ilifika sehemu fulani, yule aliyempelekea unabii huo, ikafika sehemu fulani akamdharau. Masalia nao sasa hivi wanapinga sauti ya roho ya unabii. Ndivyo ilivyo sasa hivi. Yaani kuna wimbi kali la kupinga roho ya sauti ya unabii, na wengine wanaigiza kule nje, wanaigiza unabii, yaani wanajifanyia unabii hata kama kutoka kwa Mungu. Wakati wa Yeroboamu aliunda ibada ya kibinadamu. Wakati wetu huu vile wengi wanaunda mafundisho ya kisasa yasiyo na msingi katika neno la Mungu. Lakini na watu wanafata kama jinsi ambavyo Israeli walifata, wakaenda kuabudu ndama wa dhahabu kule Betheli na kule Dani. Vile Yeroboamu aliogopa kukataliwa na watu, na wengi sasa hivi leo hata kanisa linaogopa kukataliwa na watu, linaogopa kukataliwa, na ndio maana linaingiza, tunaambia tunajipangia sisi wenyewe, hebu tuimbe kwa utukufu wa Mungu. Wanasema yani bwana, tusipoimba kwa msisimuko, tusipoimba kwa msisimuko, kwa kweli hatutakuwa na watu wengi. Hata mara nyingine tunafanya mambo siku ya Sabato, yani tunafanya tafrija siku ya Sabato. Tusipofanya changizo, hizi changizo, acha changizo, kuna changizo ambazo kwa kweli ni changizo takatifu kwa ajili ya neno la Mungu, lakini kuna changizo zingine za ajabu. Wanasema tusipofanya siku ya Sabato hatuwapati watu, hawatakuja watu. Na mara nyingine tunafanya tunafanya vikao vingine vya ajabu siku ya Sabato. Tunasema tusipofanya kwa kweli hivyo vikao siku ya Sabato hatutawapata watu. Tumekuwa na hofu ya kupoteza watu, na siku ya Sabato watu wanakuja tu pale, lakini hawaji kwa mioyo yao. Ndio hao watu tunaosema kwamba tunahitaji kuwapata. Kwa hiyo Yeroboamu aliogopa hiyo. Kwa hiyo alijifanya yuko sawa. Wengi leo wanahubiri neema bila utii. Yaani utii, wanasema ukihubiri utii sana, watu watatoroka. Ukihubiri Sabato sana, watu watatoroka. Kwa sababu wanaona kwamba watu sasa hivi sio watii, na watu hawapendi kuambiwa dhambi zao. Na kwa hiyo watu anahubiri, anaamua kuridhiana, anaamua kufanya mahubiri laini, mahubiri yanayohubiri neema, yanayohubiri huruma ya Mungu, lakini asihubiri kwamba mwanadamu anatakiwa kuwa mtii. Mwanadamu anatakiwa kuipata haki ya Kristo, na haki ya Kristo hilo anatakiwa kuacha dhambi. Yaani watu kuhubiri dhambi za watu na kuzitaja ambazo zimetajwa kwenye Biblia wanakataa sasa hivi, kwa sababu wanataka kuwa sawa na wanadamu na wananchi. Kwa hiyo ufalme wake kwa kweli uliangamia. Hata ufalme katika wakati wa masalia, taasisi za kikanisa zitakazokuwa zinataka kuridhiana na watu na kumwacha Mungu, nao kwa kweli Mungu anasema atawakataa katika wakati wa siku za mwisho. Anasema kwamba katika kitabu cha Ufunuo, tukiangalia katika kitabu cha Ufunuo utakuta taasisi za kidini, taasisi ya kidini ambayo itafanya maridhiano na binadamu ili kuwapendezesha. Mungu ataikataa.
Anasema kwamba, hebu tusome katika kitabu cha Ufunuo 18 fungu la 4, anasema kisha nikavyojitukuza na kufanya anasa. Zipo taasisi za kidini zitajitukuza na kuonesha kwamba yani zinaenda kwa taratibu kama vile kuna utakatifu. Sasa Mungu anasema kwamba kwa kadiri alivyojitukuza na kufanya anasa, mpeni maumivu na huzuni kadiri hiyo hiyo, kwa kuwa husema moyoni mwake, nimeketi marikia, wala si mjane, wala sitaona huzuni. Yaani mimi sitakuwa na shida. Zipo taasisi za kidini zimebadilisha maagizo ya Mungu makusudi. Wanasema sisi ni matajiri, wanasema sisi hatutaona huzuni. Anasema Mungu kuna wakati atawakatilia mbali, na kadri tunavyoenda tutaona naye Yeroboamu kwamba mwisho wake ulikuwaje. Je, Israeli iliyokatwa, ile mataifa 10 yatakuwa namna gani? Hebu sasa mrudie Mungu wako. Hebu mrudie Mungu wako kwa kadiri anavyoamuru kwamba shika maagizo yake, shika maagizo yake. Na sehemu hata ya kushika maagizo anakuambia utayashika kwa neema. Neema yake ipo pale ili tuweze kushika maagizo yake, tuweze kuwa watiifu. Kwa nguvu zetu hatutaweza kuwa watiifu, lakini kwa neema yake tutatii. Kwa neema yake tutaokolewa kwa imani ile ile ya Yesu Kristo. Anasema wale watakaovumilia, Ufunuo 14 fungu la 12, anasema wale watakaovumilia mateso, taasisi za kidini zitatoa mara nyingine adhabu kwa watu watakaokataa kuzitii taasisi hizo za kidini zilizobadilisha maagizo ya Mungu, lakini wapo watakaosimama imara. Kwa hiyo Ufunuo 14 fungu la 12 anasema hapo ndipo penye subira ya watakatifu wazishikao amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu. Kwa sababu imani ya Yesu utakapokuwa tumeshika maagizo yake, hiyo ndiyo atakayotufanya sisi kuwa watakatifu. Kwa nguvu zetu sisi wenyewe hatutaweza. Mwamini Yesu. Mwamini Yesu hivi leo, ninakupa neno hilo, umwamini Yesu. Yeroboamu alishindwa kumwamini Yesu yule aliyemchagua. Mwamini Yesu uweze kutii, uweze kula mema ya nchi. Mungu akubariki katika somo hili katika jina la Yesu Kristo. Amina.